Mtazamaji wa Tanzania ITV, kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, ambapo tunafichua na kutoa siri zote vile zinatufikia kwetu. Na usisahau kuponyeza alama ya like katika video hii, na asante. Karibu. Kuna habari njema katika taifa la Tanzania, haswa kwa wale ambao hawampendi rais wa sasa Samia Suluhu Hassan na kumpenda kiongozi wa mrengo wa upinzani Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema. Sasa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan ameshindwa pa kujificha baada ya Tundu Lissu kushinda bakubwa akiwa gerezani. Tundu Lissu ameshinda kwa njia gani? Wakati mwaka ulikuwa unafungwa na kufunguliwa tarehe mosi Januari mwaka huu wa 2026, Tundu Lissu waliweza kujaribu ikiwa wanapendwa katika taifa la Tanzania hata kama wako katika gereza. Wakaanzisha mchakato wa kusema ya kwamba tufunge mwaka wa 2025 na Tundu Lissu kwa kutuma kitu kidogo, haswa kutoka kwa Tanzania wazalendo na vijana wa Gen Z. Wakasema yeyote ambaye anampenda Tundu Lissu atume shilingi 50, shilingi 100, shilingi 200, 300, 500, 1000 kulingana na kiwango cha hela zile ambazo yeyote Mtanzania anaweza kufaulu kutuma kwa namba ya simu ya Tundu Lissu. Sasa cha kushangaza zaidi, vile unavyotazama katika mtandao wetu, ni kwamba wameandika kwa kusema ya kwamba Happy New Year 2026 milioni 26. Asanteni sana Gen Z na Watanzania wote. Kumaanisha Tundu Lissu waliweza kufaulu kuchangisha milioni 26 chini ya masaa 48, jambo ambalo limesababisha Rais Suluhu kujificha kwa kutoamini kile ambacho kinaendelea haswa kwa taifa la Tanzania, maana ameshuhudia vile Tundu Lissu anakubaliwa, vile Tundu Lissu anapendwa, vile Tundu Lissu ni kiongozi, vile Tundu Lissu ameshinda akiwa gerezani kwa kukusanya hela ambazo ni milioni 26. Kwa hivyo ni ushindi mkubwa haswa kwa Tundu Lissu kwa kukusanya zaidi ya milioni 26, na hizi zingine milioni 6 ziliweza kutumwa kwa njia ingine kwa sababu M-Pesa iliweza kujaa. Wakaelekeza hela hizi kwa njia mbadala ili ziweze kupokelewa kwa Tundu Lissu. Hii inatufunza nini? Sasa hivi watu wengi wanampenda kiongozi Tundu Lissu licha ya kuwa gerezani, kwa sababu ameonyesha ushindi mkubwa akiwa gerezani, na ni picha ambayo imetumwa Ikulu ya Tanzania penye Suluhu yupo, kwamba Tundu Lissu anastahili kufunguliwa na kuachiliwa huru, kwa sababu hata wakati yu gerezani anaweza kuambia Watanzania cha kufanya, kwa sababu wamewaambia wamchangie hela za kufunga mwaka na kuvuka mwaka wa 2026, na wameweza kuichangisha zaidi ya milioni 26, hadi yeye mwenyewe wakasema asante, wakakomesha shughuli hiyo ya kukusanya hela. Tundu Lissu ni kiongozi ambaye ni kipenzi cha Watanzania sasa hivi,
hata mimi wakati tunaporusha matangazo haya kutoka Mbeya katika taifa letu la Tanzania, kwa kusema ukweli, tunampenda Tundu Lissu, na hii haimaanishi kwamba hawezi kuachiliwa, na hii inamaanisha anastahili kuachiliwa mara moja, kwa sababu mataifa mengi wameweza kukatisha misaada nchini Tanzania kwa sababu ya uongozi wa kimla ambao unaendeshwa na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Tundu Lissu anashtakiwa kwa kosa la uhaini, lakini na amemaliza siku nyingi bila kufikishwa mahakamani, ishara ya kuonyesha kwamba Tundu Lissu hana makosa, ila tu anawekelewa makosa kwa sababu ya siasa. Bunge la Ulaya likaagiza Rais Samia Suluhu Hassan kumwachilia Tundu Lissu na wenzake ambao waliweza kukamatwa kwa njia ya siasa. Kiongozi wa kimla ambaye ni Samia Suluhu Hassan amekataa kumwachilia huru. Haya yote ndiyo yamechangia Rais Suluhu Hassan kuonyeshwa muongo, haswa kwa kupokezwa hela kutoka mataifa mbalimbali yakiwemo Marekani, Canada, Uswidi na mataifa mengine. Kupitia bunge la Ulaya wameamua kiongozi wa kimla ambaye ni Samia Suluhu Hassan ajisimamie yeye mwenyewe na hamna misaada ya kutumwa kwake, kwa sababu ameonyesha uongozi ambao sio mzuri hasa kwa Watanzania. Tundu Lissu yeye mwenyewe anazuiliwa sasa hivi, lakini anaendelea kusema ya kwamba lazima atapigania haki hadi pale Watanzania tutapata katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, na uchaguzi mpya uweze kurudiwa nchini Tanzania, kwa sababu uongozi wa sasa ni patili kutoka kiti kile cha rais, ubunge na udiwani. Tundu Lissu angekubaliwa asimame kiti cha urais sasa hivi tunapozungumza, wengi wetu tungempigia kura na awe mshindi, na sasa hivi angekuwa amekaa Ikulu ya Tanzania, kwa sababu yeye ni kipenzi cha Watanzania kama Magufuli ambaye aliweza kutangulia mbele ya haki. Kwa hivyo kufikia sasa Tundu Lissu ameonyesha ushindi mkubwa dhidi ya rais wa sasa Samia Suluhu Hassan akiwa gerezani, jambo ambalo limesababisha Suluhu kuchifija, kwa sababu haamini kwamba Tundu Lissu aliweza kuchangiwa hela milioni 26, na amesema asante sana Gen Z na Watanzania wote kwa kuwa na moyo ambayo ni wa usaidizi mkubwa kwake. Kufikia hapo, naomba ni shukuru wale ambao kila wakati mnafuatilia kanda zile ambazo tunaziweka kwa mtandao wetu wa Tanzania ITV, na ninatoa ahadi mwaka huu mpya wa 2026 tutakuwa tunatoa siri na hatuwezi kuangusha. Lazima tutahakikisha kwamba mmepata habari zile ambazo zinastahili. Vile ninavyofunga kanda hii, naomba ikiwa hauja subscribe uponyeze batoni ya subscribe, ipo hapo chini mwa kanda. Washa kengele kiko hapo kando, ili kuambiwa wakati wowote ule ambao tutaweka kanda, kwa sababu utaambiwa taarifa hizi haswa kupitia mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like patoni. Asante, tukutane katika video ingine. Asanteni sana.